zitakuwa bayana siri. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu shahadatan tunji qailaha ila jannati na'im. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-kafirun. Amma ba'du. إخوة الأعزاء، اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى، واعلموا أنكم بين يدي الله سبحانه وتعالى موقوفون، وعلى أعمالكم مجزيون ومحاسبون. يقول رب العزة والجلالة في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. صدق الله العلي العظيم. أحبائي وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فموضوعنا اليوم يتمحور إلى أهمية حفظ الأمن والسلام، واجب على الجميع. Uislamu, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala, lakini na kumtakia sala na salam kipenzi chetu Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu, awali ya yote kabisa nakuhusieni pia vile vile na kuhusia nafsi yangu katika swala adhim na muhimu, swala la kumcha na kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, maudhuu na anwani ya khutba yetu ya leo ni kama itakavyojieleza yenyewe: ahamiyatu hifdhil amni wassalam wajibun ala aljami', umuhimu wa kutunza na kulinda amani ni wajibu kwa watu wote, iwe ni amani yako wewe binafsi, kwa nafsi yako wewe mwenyewe na mazingira yako. Ni wajibu wako kuitunza, kuilinda. Iwe ni amani ndani ya kaya yako, familia yako unayoishi nayo na unayoiongoza, kuihakikishia umuhimu wa swala zima la kutunza amani na kulinda amani katika familia, ili kusipatikanike mmomonyoko na mmeguko na mtafaruku. Maisha ya ndani ya kaya yako, katika familia yako, yakawa ndivyo sivyo, hata maendeleo yakakosekana. Jukumu la kulinda amani ya familia yako
ni muhimu na ni adhimu. Lakini amani ya jamii ambayo wewe upo katika jamii, mazingira hayo unayoishi, ni vyema wewe ukailinda na ukahimiza watu wailinde na waiishi amani hiyo inayopatikanika, na wewe unatakiwa uwape watu amani. Lakini iwe amani katika taasisi au chama cha siasa au asasi ya kiraia, ni wajibu kuitunza, kuienzi na kuitangaza amani hiyo, la siyama na hasa amani ya nchi na taifa letu ambalo mimi na wewe na mwingine na familia zetu tunaishi humo. Ni swala muhimu sana kutunzwa, kulindwa, kuenziwa na kuangaliwa. Kutunza amani, kuilinda na kuienzi ni thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hili si jukumu la kiongozi wa kisiasa, kiongozi wa serikali, kiongozi wa dini, kiongozi wa mila, kiongozi kwamba pengine yeye ndiye ana umuhimu yeye ana umuhimu tena zaidi wa kulinda, kuitunza na kuienzi amani. Hawa viongozi niliowataja wana umuhimu mkubwa, lakini usiilinde na kuitetea na kuienzi amani kwa kuwa kasema kiongozi wa dini tu, au kasema imamu, au kasema shekhi wa mkoa, au kasema kadhi, au kasema mheshimiwa mbunge, waziri, kasema mwenyekiti wa serikali za mtaa, kasema. Lakini uelewe wanachokisema ndicho alichokisema na kukihimiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wao ni wapiga kampeni wa Mungu, viongozi hawa, kwa sababu wao wana jukumu la kusimamia na kuenzi na kulinda na kuitangaza amani, kwa sababu wanaogopa watakuja kuulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala endapo amani hiyo itatoweka. Kwa mafundisho na maneno ya Mtume Muhammad aliposema, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, nyote nyinyi ni wachunga na nyote, kila mmoja katika sekta yake, idara yake, taasisi yake, akiwa kiongozi ataulizwa namna alivyochunga raia wake. Falimamu ra'i, kiongozi ni mchunga, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, na yeye ataulizwa namna alivyokuwa anaichunga ile sekta anayoiongoza. Raisi ni mchunga, ataulizwa namna gani alivyokuwa analichunga taifa lake. Mufti ni mchunga, namna gani ataulizwa alivyokuwa anawachunga waumini wake wa nchi yake. Shekhe wa mkoa ni mchunga, ataulizwa namna gani alivyokuwa anawachunga waumini wa mkoa wake. Mkurugenzi ni mchunga, lakini katibu mkuu, waziri, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mbunge ni mchunga. Lakini hata falabu ra'in, baba pia ni mchunga wa watu wa familia yake, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, na yeye ataulizwa. Baba wewe mwenye nyumba, utaulizwa vipi ulivyokuwa unaichunga, unaienzi, unaiendesha familia. Baya zaidi, hata yule mtumishi uliyemwajiri ndani ya nyumba, na yeye ataulizwa kutokana na mali za bwana wake, bosi wake.
ataulizwa namna alivyokuwa anachunga. Hivyo kiongozi kusimamia jukumu la kulinda, kuhifadhi, kuienzi amani na kuitangaza ni jukumu lake, kwa sababu siku ya masiku atakuja kuulizwa namna gani ulienzi, namna gani uliishi, namna gani taifa lako lilisimamia amani ambayo ni kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, fasalamu ismu min asma'illah, jina la amani ni jina miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa majina 99 anaitwa Assalam, amani. Fasalamun ismun min asma'il janna, amani ni jina miongoni mwa majina ya peponi. Darus Salam, nyumba ya amani. Fasalamun ismun min asma'i abwabi masjidi nabawi, ni jina miongoni mwa majina ya milango ya msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna mlango ukitaka kuingia kule kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipolala, unaitwa babu salam, mlango wa amani. Fasalamun tahiyatuna min indillahi subhanahu wa ta'ala, salam ni maamkizi yetu sisi Waislamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambapo leo tukikutana, idha iltaqaina ba'duna ba'dha, tukikutana tunasalimiana assalamu alaikum, amani iwe juu yako. Dua hiyo na unapata thawabu kwa sababu umeitangaza amani, na wewe unayesalimiwa ukarudisha ukasema wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni maamkizi. Lakini salamun, jina la amani, ni maamkizi katika maamkizi ya watu wa peponi. Siku hiyo peponi watakapokutana na Mwenyezi Mungu, tahayyatuhum yawma yalqawnahu salam, maamkizi yao waumini siku hiyo peponi watakapokutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatakuwa ni amani, amani. Salamun duaun min da'wati nabii sallallahu alayhi wasallam liqaumi, ni dua, ombi katika maombi ya Mtume Muhammad kuwaombea watu wake siku hiyo. Lakini min da'wati al-anbiya, ni katika maombi ya mitume, manabii. Siku hiyo kila nabii atauambia umati wake kumwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma sallim sallim, e Mwenyezi Mungu tunaomba leo amani, amani, amani itawale. Salamu min amri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, salamu ni katika maamrisho ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Abdullah ibn Salam amesema, Abdullah ibn Salam kwamba kasema Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika kuamrisha mambo mawili. Jambo la kwanza, at'imu taama, lisheni vyakula kwa wale wenye uhitaji, wapeni chakula. Nyinyi mliokuwa mna uwezo, watazameni wasiokuwa na uwezo kwa kuwalisha chakula. Lakini la pili, wa afshu salam, na muitangaze amani. Manake kutoleana salamu ndio kuitangaza amani.
Lakini Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika swala zima la kumjua Muislamu ni nani, wasalamu ismun, salamu ni jina, min asma'i dinina alhanif, katika majina ya dini yetu. Ukiulizwa wewe dini gani, unasema Muislamu. Manake dini ya amani, hata maamkizi yetu ni amani. Lakini Mtume Muhammad katika hadithi iliyopokelewa na Abdullah ibn Umar, Mtume Muhammad anamweleza huyu Muislamu ana sifa gani. Akasema almuslimu, ili usitatizike kumtafuta Muislamu na tochi, man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, ni ule ambaye Waislamu wenzie wamesalimika, wamekuwa na amani kutokana na shari ya kinywa chake, kutokana na shari ya mkono wake. Muislamu haibi, hadhulumu, haui, hamwaji damu. Huyo ndio Muislamu. Kama humjui basi usimtafuti. Ni yule salima almuslimuna bilisanihi wa yadihi, Waislamu wenzio wamesalimika kutokana na shari ya kinywa chake. Hana kinywa kibaya, hana matusi, hana kusengenya, hana kufitinisha. Wa yadihi, na shari ya mkono, kumwaga damu, kuiba, kudhuru, sio sifa ya Muislamu. Ndugu zangu, tuitangazeni amani. Tunaona mataifa yanayoishi bila amani, mambo yao hayaendi. Amani ya nchi yetu kama itatoweka leo hivi tulivyo ndani ya msikiti, hivi tulivu, tumerelax, tunamwabudu Mungu wetu kwa utulivu sana, hamna anayetukera, hatuna wasiwasi. Wenzetu wanaswali huku milipuko ya mabomu inaendelea. Na tunaelewa Nabii Muhammadin au sheria yetu inasema katika fiqh, man salla ma'a shakki lam tasihha salata, anayeswali huku anashaka swala yake kwa nini? Haisihi. Tuyaache hayo, tuenzini amani ili tuendelee na shughuli zetu. Enyi wakulima, muendelee kulima vizuri na muendelee kuvuna vizuri. Enyi ninyi wavuvi, muendelee na kazi zenu za uvuvi vizuri. Ninyi madaktari, muendelee kutoa huduma ya kiibada ya kutibu binadamu. Kuna madaktari wenzenu huko Gaza wenye kutoa huduma kwa binadamu walioathirika na vita, na wao pia wanaangamizwa. Enyi ninyi wanahabari, tutangazeni amani ili muendelee kutengeneza riziki zenu kupitia habari, kuripoti matukio yenu kupitia habari kwa uhuru na salama. Wenzenu huko Gaza nao waandishi wa habari wanauawa, wagonjwa. Tuendelee kupata matibabu mahospitalini, lakini tunapokuwa mahospitalini tumuombe Mwenyezi Mungu amani. Kuna wagonjwa wenzenu huko Gaza wanauawa wakiwa mahututi. Viongozi wa dini, tuihubiri amani, na sio kampeni ya chama fulani kuzungumza amani, bali ni kampeni ya Allah tabaraka wa taala kwa mujibu wa maandiko niliyoyanukuu. Kila mmoja atafanya shughuli zake, mlezi atalea familia yake vyema kwa kuwepo amani. Bila ya amani hakuna kitakachoendelea. Kumwabudu Mungu, utafutaji wa riziki utakoma, na hata sekta ya elimu, wanafunzi hamtopata elimu kama amani ya nchi. Hivyo tukae mbali na wale ambao watajaribu kuturubuni katika jambo ambalo litaleta viashiria vya uvunjifu wa amani ndani ya nchi yetu. Tuwasikilize viongozi wetu
wa nchi, tuwasikilize viongozi wetu wa dini, wale wenye maono mema, wenye kulitakia wema taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, salamun qaula min rabbir rahim. Salamu ni miongoni mwa kauli, maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni salamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelitaja neno salam, yani amani, katika aya nyingi sana katika Qur'an. Tukinukuu na kuangalia katika suratul Ra'd aya ya 24, nambari 24, Mwenyezi Mungu anasema salamun alaikum bima sabartum, amani tawale kwenu kwa kile mlichosubiri, fa ni'ma uqbadar, basi bora ya mwisho mwema mzuri wa nyumba mliofikia ni kwa ajili ya amani itawale, izidi kuendelea. Mwenyezi Mungu katika suratu Zumar aya nambari 73 anasema salamun alaikum, amani iwe juu yenu. Mwenyezi Mungu anawaombea amani wale waliofanya vizuri, anasema tibtum, mumefanya vizuri, fadkhuluha khalidin, ingieni pepo kwa amani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani pia suratu Swafati aya nambari 130 anasema salamun ala Ilyasin, amani iwe juu ya Nabii Ilyasin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya surati Swafati hiyo hiyo anahimiza kwa kusema salamun ala Musa wa Harun, amani iwe juu ya mtume Nabii Musa na ndugu yake Nabii Harun, surati Swafati aya nambari 120. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kusema salamun ala Nuhin fil alamin, amani iwe juu ya Nabii Nuh, anamtakia amani Nabii Nuh fil alamin, ulimwenguni, nambari 79 surati Swafat. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kusema, kuihubiri na kuiomba amani itawale kwa kusema salamu ala Ibrahim, amani iendelee kutawala kwa Nabii Ibrahim, na hata pale alipochukuliwa akatupwa katika moto na maadui zake, katika kulingania Nabii Ibrahim tauhidi ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kuwa watu wake walikuwa wanaabudia masanamu ya vinyago ya kuchonga, wakiongozwa na baba yake Nabii Ibrahim anayejulikana kwa jina linaloitwa Azar. Nabii Ibrahimu aliyashughulikia akayakatakata na kuyacherenga. Alipoulizwa baada ya wale jamaa kuondoka, wale wenye kuabudia na kuyachonga masanamu mamungu yao, wakamuuliza Ibrahim, man faala bi alihatina hakadha ya Ibrahim, nani ameifanya miungu yetu hivi, yani kuikatakata ewe Ibrahim, katika holi, yani ni holi kama msikiti huu, afu yale majimungu ya kisanamu yamepangwa, afu moja kubwa limewekwa mbele, afu vimungu vingine vidogo vidogo. Nabii Ibrahimu alishika shoka na kuyapitishia moja baada ya lingine na kuyaacha kuni zilizosambaratika. Walighadhibika na wakamwambia Nabii Ibrahimu kwamba wewe Ibrahimu, wewe ndio uliokuwepo hapa, hatutomuuliza mwingine, nani amefanya miungu yetu hivi? Akajibu Nabii Ibrahimu, salu kabirahu, niulizeni ili kubwa lao. Sema kwani vipi? Asema yeye. Akajibu Ibrahimu kwa kusema hadha, kwamba huyu analiashiria lile sanamu kubwa ambalo alilibebesha shoka, kwamba hili ndio limecharanga charanga hivi vidogo.
Watu wengine wanasema mbona Nabii Ibrahim kasema uongo? Hakusema uongo kimantiki, kwamba Nabii Ibrahim alivyoashiria hadha, aliashiria kwamba ni mkono wake. Sasa wenyewe wakamhoji Ibrahim, atawezaje kufanya jambo la kuwakatakata hawa wakati hata kutaharaki, kutikisika hawezi, wala kupepesa jicho, wala hiyo shoka yenyewe aliyoiweka hapa. Sasa mwamwabudu vipi kitu kisichosikia wala kisichoona wala ambacho hakikusaidieni nyinyi kwa Mwenyezi Mungu jambo lolote? Ndio hapo wakatumia yale mabaki yaliyokatwakatwa ili wamtie katika moto Nabii Ibrahim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akauomba moto uwe na amani, ya naru kuni, ewe moto kuwa wewe bardan wa baridi, tena wasalama, na baridi iliyo na amani, sio baridi yenye kuumiza. Maanake kuna baridi kama ya freezer inaumiza, lakini baridi iliyokuwa na salama. Ala Ibrahim, kwa mtume Ibrahim, usimdhuru. Na kweli ndivyo ilivyokuwa hivyo. Hiyo ni amani anayoiomba na anayoitangaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila mara katika mafundisho yake. Ndipo pale akasema salamu ala Ibrahim, amani iwe juu ya mtume Ibrahim. Aya ya mwisho katika suratul Qadri, aya nambari 5, Mwenyezi Mungu anasema salamun hiya hatta matla'il fajr, katika kuelezea heshima ya usiku wa Lailatul Qadri. Manake usiku huo kuna tawala amani mpaka alfajiri inapochomoza. Tuianzini amani, tuitangazeni amani, tuihubirini amani. Tusisubiri tu viongozi wa serikali, mashehe, maaskofu, viongozi wa mila. Jukumu la kuinadi na kuitangaza amani ni jukumu letu sote, na sisi tunaotangaziwa amani tusemeni sami'na wa ata'na, tumesikia na tumetii. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum, qulu jami'a astaghfirullah.